Mama! Mama! Mteja kutoka kuzimu. Oh, mteja kutoka kuzimu. Anacheka mbele ya watu. Mke wangu. Unajua wewe ni fundi sana. Yaani hata ukipewa upike kokoto sitakuwa tamu tu. Fundi mtaalamu. Kama ni mke, Allah kanijalia. Mashallah. Najua bedua sana. Hivi mume wangu, maisha tutaishi mpaka lini? Mama unaanza kunisifia mimi mzuri, mimi fundi. Yaani baada ya kufikiria vitu vya maana, kwa unapataje pesa? Eti unafikiria mimi mzuri, mimi fundi. Yote yanaingilianaje na kwenye maisha? Hata wewe unaweza ukawa fundi na ukawa mzuri pia. Lakini angalia pesa, maisha yetu yalivyo. Kiaro. Subira ni jambo la heri. Hebu jaribu tuwe na subira. Subira kitu gani? Hiyo subira yenyewe haishi. Unaona kabisa napambana asubuhi na mapema, naamka naenda kazini. Hiyo yote napambania tufike pale unapotamani tufike. Ningekuwa nimelala nabaki nimelala, basi ungesema huyu mtu ni mzembe. Lakini kila siku naamka naenda kazini. Hiyo yote ni ishara tosha kwamba sijaridhika na mahali tulipo. Utaficha mpaka lini sasa? Roba, nisikilize. Bado ni mapema sana. Muda uruhusu kwa sasa kumwambia Salome ukweli. Wakati ukifika nitamwambia. Tatizo mambo yako na yapeleka taratibu sana. Hapo nitakiwa umwambie. Utakaa na siri mpaka lini? Yaani tukae na siri mpaka siku gani sasa? Blaza, angalia wana kijiji wanapozidi kupotea. Sivi mtu hasita. Jana tu hapa ametoka. Yaani tumetoka kujizika jana. Kaka. Roba, nisikilize. Katika ya maisha yanahitaji binafsi. Hakuna aliyekuja kuota Roba. Kila nafsi itaonja mauti. Wanaokufa wanaenda mbinguni, wanarudi mavumbini ambako ndiko alikotoka. Aliyekufa siku zake zimefika. Wewe unapanga maisha ya mtu afe lini, aishi hadi lini? Mimi naona, yani nisikilize, mimi naona kwamba yani ni bora tu tungemwambia mke wako. Na hii siri tunaijua mimi na wewe. Kwani tusiiweke wazi aisi? Yule ni mke wangu, ni mke wako. Mke wangu mimi ndo namjua kuliko unavyofahamu wewe. Kuna engo fulani atakiwa awe ili niweze kumwambia hajawa vile ninavyotaka. Nikimwambia kwa vile kuna shida za kutokea, shida zaidi ya unavyofikiria wewe. Yaani bwana nisubiri kwa unajua mke wangu akiwa hivi anapokea hivi. Akiwa hivi anapokea hivi. Sasa nataka niende akiwa vile nimpe maneno ya kumuumiza afu niachike. Sasa ni ulaza hivi uone hata huruma sasa kwa watu wanavyozidi kupotea. Ukifanya kitu kwa ajili ya watu huwezi kufanikiwa bwana. Jipende wewe. Tamani mafanikio yako. Tamani uishi zaidi. Tamani uishi miaka mingi. Sio unakuna tamani jamii hii si wasife wasifanye nini, wewe anakuhusu nini? Akifa jirani pala, akifa Mama Rashidi yule, wewe unapungukiwa na nini? Jipende wewe kabla hujampenda mtu. Masuala ya wanakijiji na kina nani huko mimi I don't care. Mimi naangalia mimi. Kwani umedhurika wewe rafiki yangu? Hata kama ukijipenda wewe utabaki wewe peke yako kwenye hii dunia. Sasa hiki kijiji ukiwa peke yako utajihifadhije? Achana na Salome. Achana naye. Yule ni mke wangu, pindo unajua nitakachokifanya.
sawa. Wewe kama una vitu vingine vya kufanya fanya. Sawa. Una ushauri mzuri sana, lakini sasa hizi nywele ziendane na ushauri wako. Kwa nini kwanza vidude hivi hapo maendeleo kidogo mtapeleka? Ndio utafute kazi nyingine. Wewe unang'ang'ana na kazi ambayo haikupatia hata faida. Ya kazi gani? Au ndio kila siku tu tunakula hivi viazi? Hebu fanye basi juhudi tubadilike. Tutoke kwenye haya maisha. Kawa. Na maana huoni hatua ambazo mimi napiga. Hii biashara unayoidharau wewe ndio hiyo imefanya ndani ya mwaka mmoja tumenunua uwanja na tumejenga. Lakini unasema haya maisha kweli? Unajua haya maisha tunayoishi kuna watu wanayatamani. Natamani hata siku moja wafikie haya maisha ambayo tunaishi mimi na wewe. Lakini hawana mke wangu. Jitahidi kulizika na kile ambacho Mungu anatujalia. Kadala lao mke wangu. Nishachoka bwana. Hebu jaribu kuwa na subira. Kewa, mimi najua unaijua dini vizuri. Ndio maana nikakuchukua. Nisingechukua mimi mwanamke ambaye amelelewa maadili ambayo hawaipendi, hawaijui dini kabisa. Ndio nimekuoa kwa sababu najua unaijua dini. Unajua kwamba mwanamke anahitaji kuwa na subira. Na ndio maana nikakuchukua. Na najua unazidharau hatua zetu kwa sababu unajilinganisha na hao wenye magari na hao wenye magorofa. Waache wapite kwenye njia yao na sisi tupite kwenye njia yetu. Lakini huu sio wakati wa wewe kuniacha mimi nitangulie mbele afu wewe unakaa nyuma na kuone na futawala. Siwe hivi. Na kuhitaji sana wakati. Usinikalie kwa nyuma. Twende sambamba tufike pale tunapotaka. Sawa. Nipe nguvu. Uone wapi nafeli. Kinifanya mfalme. Hakika utafurahi. Sawa. Ndo kama hivyo rafiki yangu. Mimi kesho sitakuweka. Kwani tena rafiki yangu, mbona hivyo? Safari nyumbani, maki na kazi nyingi na ni muhimu. Kazi gani? Ni kazi tu ya nyumbani huko. Ni kwa siku moja tu. Alafu kwani
Kwani vipi, mbona unaogopa? Kuna nini? Kwani umeona nini? Asha. Mbona unamlopesha? Kuna nini? Mbona umesema kuzimu? Afu ina si ndio ile Mariamu tuliomaliza kumzika kama mwezi uliopita. Ile tunazini. Izime. Izime. Tunatoa betri. Izime tafadhali. Imewaka tena. Shema, mimi naogopa. Tangu lini simu ikaka bila betri? Na mwenyewe naogopa. Tunafanyaje sasa? Fanya kitu basi. Adelita. Sasa nifanye nini rafiki yangu? Naogopa. Yametukuta leo. Tunafanya nini? Mungu tuepushe. Mungu atusaidie rafiki yangu, naogopa sana. Bado naita. Mungu, tunafanya nini sasa? Simu yenyewe inawaka bila betri. Fanya kitu rafiki yangu. Tunafanya nini sasa? Mambo mengine mimi siwezi. Naogopa. Teja kutoka kuzimu. Halo? Wewe nani? Ukishajua siri ya kifo changu na wewe utakufa kama mimi. Kwani wewe nani? Nimekurudia. Hapana. Mimi sina hatia. Huna hatia eh? Subiri nikuonyeshe. Teja kutoka kuzimu, teja kutoka kuzimu, ameingia kijijini,
akiwa na siri moyoni. Teja kutoka kuzimu, mteja kutoka kuzimu, anacheka mbele ya watu, nyuma anapanga mauti. Teja kutoka kuzimu, mteja kutoka kuzimu, tulimkaribisha kwa furaha, akatuletea kilio. Teja kutoka kuzimu, mteja kutoka kuzimu, macho yake nela upendo, moyo wake umejaa giza. Alitokea mjini mbali, akafika kijijini kwetu, akasema ni mgeni mwema, anatafuta marafiki wetu. Akapewa heshima kubwa, akakaribishwa kwa moyo. Hakuna aliyejua kuwa amebeba huzuni na